Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Insha Allah leo tutakianza kitabu chetu cha tauhidi kinachokwenda kwa jina la Hayatul Islam. Kwa yule ambaye mwenye kitabu atafunua ukurasa namba 2. Kwa yule ambaye ana kitabu atafunua ukurasa namba 2. Anasema bismillahirrahmanirrahim, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika ya dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ameanza na aya kama hiyo, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika ya dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kitabu hiki kimewekwa katika mfumo wa maswali na majibu. Tukianza na swali la kwanza, anasema ma huwa dinu, ni nini dini? Ma huwa dinu, ni nini dini, au ni ipi dini? Maana dini ni nini? Anasema ad-dinu, dini, huwa ma shara'ahu Allahu, ni ile ambayo aliyoiwekea sheria Mwenyezi Mungu. Maana ya dini ni ile ambayo shara'ahu Allahu, ameiwekea sheria Mwenyezi Mungu, ala lisani nabiyihi, juu ya ulimi wa mtume wake, au juu ya lugha ya mtume wake. Dini ni ile ambayo Mwenyezi Mungu ameiwekea sheria juu ya lugha au juu ya ulimi wa mtume wake. Minal ahkami, katika hukumu. Minal ahkami, katika hukumu. Kama arifati sifati Allahi, kama kujua sifa za Mwenyezi Mungu. Waswalati, na swala. Wazakati, na kutoa zaka. Katika hukumu kama kujua sifa za Mwenyezi Mungu, lakini pia swala na zaka. Swali lingine likauliza ma hiya umuru dini, ni ipi misingi ya dini? Ai alamatu ujudihi, ni zipi alama za kupatikana kwake hiyo misingi ya dini? Ma hiya umuru dini, ni ipi misingi ya dini? Kwa maana kimaanisha kwa maana ni zipi alamatu, alama ujudihi, za kupatikana kwake. Jibu linakuwa umuru dini arba'atu, misingi ya dini ni minne. Umuru dini arba'atu, misingi ya dini ni minne. Msingi wa kwanza swihatul aqidi, kuswihi kwa akida. Swihatul aqidi, kuswihi kwa akida, akida ambayo ni sahihi. Wasidqul qasdi, na ukweli wa kukusudia au ukweli wa makusudio. Msingi wa pili sidqul qasdi, ukweli wa kukusudia. Wal wafa'u bil ahdi, na kutekeleza ahadi. Msingi wa tatu ni kutekeleza ahadi. Wajtinabul haddi, na kujiepusha na mpaka. Katika misingi minne ya dini, msingi wa kwanza ni kuswihi kwa akida na msingi wa pili ni ukweli wa kukusudia. Msingi wa tatu ni kutekeleza ahadi, na msingi wa nne ni kujiepusha na mpaka. Swali akauliza ma maana swihatil aqidi. Sasa anaanza kufafanua moja baada nyingine. Kwa kauliza nini maana ya kuswihi kwa akida? Jibu linakuwa maanahu, maana yake aljazmu, ni kupitisha biaqaidi ahli sunnati, kwa akida za watu wa sunna. Unaposema swihatul aqidi, kuswihi kwa akida, maana yake ni kupitisha kwa akida za watu wa sunna. Na akauliza swali akasema ma maana sidqil qasdi, ni nini maana ya ukweli wa kukusudia? Maanahu, maana yake al-ibadatu, ibada, binniyati, kwa nia. Ule ukweli wa kukusudia mtu kufanya jambo fulani, maana yake kwamba ni ibada ambayo anaifanya mja akiifanya kwa nia. Al-ibadatu binniyati, tunajua kwamba kullu ile hadithi ya Mtume inasemaje, innamal a'malu binniyati, hakika kila jambo zingatiwa nia. Kwa hiyo ukweli wa kukusudia ni al-ibadatu, ibada, binniyati, kwa nia. Wala amalu bil ikhlas, na matendo kwa ikhlas.
matendo yanatakiwa afanywe kwa ikhlas na ibada zifanywe kwa nia. Ma maana alwafai bil ahdi, nini maana ya kutekeleza ahadi? Ma maana alwafai bil ahdi, nini maana ya kutekeleza ahadi? Jibu lake nakuwa maanahu, maana yake imtithalu, ni kutekeleza ma amara Allahu bihi, yale ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu. Kutekeleza ahadi maana yake ni kufanya yale yote ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu, ndiyo kutekeleza ahadi. Swali lingine akauliza ma maana ijtinabil haddi, nini maana kujiepusha na mpaka? Maanahu, maana yake tarku, ni kuacha, maanaha Allahu anhu, yale ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu. Kujiepusha na mpaka au kujiepusha na mipaka alhudud, maana yake kwamba ni kuacha, tarku, kuacha yale ambayo naha Allahu anhu, ameyakataza Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio misingi yetu minne na maana yake, misingi minne katika dini na maana yake. Swali lingine akauliza ma huwa alislam, ni nini Uislamu? Uislamu ni nini? Mfano mtu anaweza kuuliza Uislamu ni kitu gani? Asema alislam ni Uislamu huwa taslimu, nako ni kujisalimisha, dhahiru, kwa wazi, kujisalimisha kwa wazi kabisa, lima jaa min indillahi, kwa yale yaliyokuja min indillahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Taala mtukufu. Uislamu maana yake kwamba ni kitendo cha kujisalimisha, kukubali, maana yake umejisalimisha dhahiri, yani wazi kabisa, moja kwa moja umejisalimisha, kwa maana umefuata kwamba umeyakubali yale yote ambayo yamekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ala lisani habibihi, juu ya ulimi wa kipenzi chake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehma na amani zimshikie juu yake. Kwa hiyo Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa wazi kabisa katika yale ambayo yamekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu kupitia ulimi au lugha ya mtume wake, yani kupitia kile ambacho mtume amekisema kuhusiana na hiyo dini ambayo ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala atuletee. Hiyo ndo maana ya Uislamu. Akasema ma hiya shurutul islam, ni zipi sharti za Uislamu? Kama Uislamu ni kujisalimisha kwa yale ambayo mtume amekuja nayo, sharti zake Uislamu ni nini? Sharti zake ni zipi? Anasema shurutul islam sitatu, sharti za Uislamu ni sita. Shurutul islam, sharti za Uislamu sitatu ni sita. Albulugh, ya kwanza kubaleghe, kwa maana ili sasa mtu aingie katika utaratibu maalumu katika dini, basi pale anapoanza kubaleghe, maana yake tayari ndo tunaita mukallaf, kwa maana tayari yule sheria inaanza kufanya kazi, anakuwa ni mtu mzima. Akifanya jambo la kosa anapata dhambi, akifanya jambo la kheri anapata thawabu. Wala aqil, lakini pia kuwa na akili. Inawezekana mtu akawa ni baligh lakini ana akili, labda mtu ana tatizo la akili, afya akili, kwa hiyo sasa amefikia umri lakini sasa hayuko sawa kiakili. Tumesema masharti ya Uislamu, wal ikhtiyaru na khiyari, khiyari ya kufanya jambo fulani, wa nutqu, na kutamka, bishahadataini, shahada mbili. Uislamu ni kitendo cha kutamka shahada mbili, kushuhudia kwamba hapana mola hapasai kuabudiwa kwa akila Mwenyezi Mungu na Muhammad ni mtume wake. Ndio maana mara nyingi mtu anapoingia katika Uislamu lazima afanye nutuku, kwa maana shahadataini, kutamka shahada mbili. Lilqadiri, kwa mwenye kuweza, alaihima, juu yake hizo shahada mbili. Watartibu, na kupangilia, watartibu na kupangilia katika masala mfano ya udhu na nini na vitu vingine, kupangilia kipi kinatoka kipi kinakuja, kiungo gani kinakuja, kiungo gani kinafuata. Walmualatu, na kufuatanisha, kwa maana kitoka hiki unaunganisha na hiki, unaunganisha na hiki, unaunganisha na hiki. Hizo ndo sharti za Uislamu. Ma hiya qawaidul islam, ni ipi misingi ya Uislamu? Ni ipi misingi ya Uislamu? Asema qawaidul islam, misingi ya Uislamu khamsu, ni mitano. Tumetoka kuona sharti za Uislamu ni sita, albulughu wal aqlu wal ikhtiyar wal nutqu bi shahadatayn lil qadir alayhima wa tartibu wal mualatu. Misingi ya Uislamu ni sharti za Uislamu ni sita, ila misingi ya Uislamu
Anasema ma hiya qawaidul Islam. Kwa hiyo tunaenda kuiangalia misingi ya Uislamu. Ni ipi misingi ya Uislamu? Anasema qawaidul Islam khamsu, misingi ya Uislamu ni mitano. Misingi ya Uislamu ni mitano. Fa shahadatu an la ilaha illallah, ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, na hakika bwana wetu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa iqamu salati, na kusimamisha swala, wa itai zakati, na kutoa zaka, wa saumu ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hajjul baiti, na kwenda kuhiji nyumba tukufu ambayo ipo Maka al-Kaaba, liman istataa ilaihi sabila, kwa mwenye kuweza kuiendea njia hiyo. Kwa hiyo misingi ya Uislamu ni zile nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu zipo 5. Kwa ukiulizwa misingi ya Uislamu, maana yake misingi ya Uislamu ipo 5 ambazo ndio zile nguzo za Uislamu. Kushuhudia, nguzo ya kwanza hiyo, kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, hiyo ni moja. Shahadataini, shahada mbili, maana yake inachukua nguzo moja. Kushuhudia Mwenyezi Mungu ni mmoja, lakini pia kushuhudia mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, hiyo ni moja. Ya pili ni iqamu salati, kusimamisha swala. Ya tatu ita zakati, kutoa zaka. Ya 4 somo Ramadhan, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini ya 5 hajjul bait, kwenda kuiji Maka. Ila kwenda huku Maka, liman istataa ilaihi sabila, kwa mwenye kuweza kuiendea hiyo njia ya Maka. Asema ma huwa al-iman, ni nini iman? Ma huwa al-iman, ni nini iman? Asema iman huwa tasdiqu, nako ni kuswadikisha, bima jaa bihi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kile ambacho alichokuja nacho, au kwa yale ambayo amekuja nayo mtume, rehma na amani zimshukie juu yake. Hiyo ndo maana ya imani. Ukiwa na imani, maana yake ukiamini kwamba huyu mtume Muhammad ni mtume wa mwisho, na alichokuja nacho ni Qur'ani, ukaamini, wewe una imani. Ukiamini wewe utakuwa na imani. Kama huamini, basi utakuwa hauna imani. Kama hauamini kwamba mtume ni wa mwisho na amekuja na kitabu cha Qur'ani, basi utakuwa hauna imani. Kwa hiyo imani maana yake kwamba ni kuamini, atasdiq, kuswadikisha, kwa maana kukubali kwamba kweli mtume ametumwa na kitabu chake ni Qur'an. Kwa hiyo kusadikisha bima jaa bihi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa wale ambao wamekuja nao mtume, rehma juu yake, inatakiwa ndio tuwe na imani. Tukiswadikisha hivyo itakuwa tuna imani. Lakini kama hatusadikishi hivyo, maana yake utakuwa tu upo hauna imani. Hauna imani. Akasema ma hiya qawaidul iman, ni ipi misingi ya imani? Sasa kama imani kusadikisha kwamba kile ambacho amekuja nacho mtume, na yani kwa maana Qur'ani kwa umma huu, lakini pia na mitume iliyopita, maana kila mtume ambaye ameshushwa, kila ambacho amekuja, kila mtume ambaye ameshushiwa, mfano Nabii Musa ameshushiwa kitabu, Nabii Isa Injili, Nabii Musa maana Taurati, Nabii Daudi Zaburi. Sasa wale waumini wao, au wale watu ambao walikuwa wanawaongoza katika umma huo, kwamba wakiamini vile vitabu ambao wameshushiwa mitume yao, maana hiyo ni imani. Kama hawakuamini, maana walikuwa hawana imani. Kama wameamini, walioamini walikuwa wana imani. Wale ambao hawakuamini walikuwa hawana imani. Au mtu amekuja amesema mimi ni mtume kipindi kilichopita, kwa maana mitume ambayo ilikuwa inaletwa na Allah inakuja kutangaza kwamba mimi mtume, hata kama hajapewa kitabu, lakini kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo kitendo cha kumwamini mtume wa Mwenyezi Mungu maana ni kuwa na imani. Kama umwamini, maana yake hauna imani. Sasa sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho katika umma huu. Lazima tuamini kwamba yeye ndo mtume wa mwisho na kitabu chake ambacho ameletwa nacho au amekuja nacho ni Qur'an. Sasa akauliza ma hiya qawaidul iman, ni ipi misingi ya imani? Anasema qawaidul iman 6. Misingi ya imani ipo 6. Misingi ya imani ipo 6. Sasa hii tutaacha kama homework, alafu tutakuja sasa tukiendelea na kipindi kingine kijacho, tutaanzia hapa misingi ya imani. Kila mmoja akatafute misingi ya imani 6, alafu tukija tukiendelea, basi tutaanzia hapa. Hiyo misingi ya imani 6 ni misingi ipi na ipi na ipi? Inshallah tuishi hapa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.